Nashukuru kwa kikao hiki kuja kuchukua kero zetu sisi wananchi. Mateka au kata ya Mateka, kero tuliokuwa naye kubwa kuhusiana na zahanati. Zahanati toka ilivyoanzishwa kujenga msingi mpaka leo tumefikia hatua ya kibanda hicho kamilika kidogo, lakini msingi mwingine toka tuliuanzisha kipindi hicho mpaka leo unafika hatua ya kuoza. Tunaomba kama ni serikali iliyokamilika hapa mbele ya mmoja yupo na kamba za mmoja zipo, hii kero muichukue tumalize hiyo kero ya foundation ilikuwepo pale machoni petu tunaiona. Pamoja na kwamba zahanati tunayo, tunapata huduma za kwanza hapa, lakini bado kijiografia sisi kutoka Mateka kwenda Mji Mwema ambako ndio hospitali ya wilaya ni mbali sana. Tulikuwa tuiombe serikali yetu hapa tutengenezewe kituo cha afya. Kwa mazingira ya sasa, kituo cha afya tutakuwa tumepata huduma kubwa zaidi wakati tunaelekea kwenda hospitali ya wilaya. Swali langu la pili juu ya wakina mama ambao wanazalia hospitali ya mkoa. Ukienda pale mama akijifungua mtoto wa kiume unaambiwa ulipe shilingi 40,000, 50,000. Akijifungua mtoto wa kike unaambiwa ulipe 30,000. Mimi nataka nijue hii sheria imewekwa lini na hawa wote ni watoto, kwa nini wawe na kima tofauti? Asante sana. Kwa kutambua umuhimu wake, hii zahanati sio kwamba imesahaulika. Kuna juhudi kadhaa zimeendelea kufanyika kwa mwaka wa fedha unaoisha sasa, kwa maana ya mwezi 30 ya mwezi huu. Tulikuwa kuna kiwango cha fedha ambazo tulitarajia kwamba tungeweza kuzipata. Kwa sababu ya ukubwa wa bajeti yake iliombewa fedha fungu maalum, ambapo pamoja na zahanati ya kwetu na vituo vya afya ambavyo tulikuwa tumeombewa hizo fedha. Kwa bahati mbaya tulikuwa hatujaweza kuipokea hiyo hela. Kwa mwaka wa fedha unaofuata imeombewa tena hilo fungu maalum ambalo ndio tunafanya ufuatiliaji na tulipo tunaongea na mchumi pale, hiyo zahanati inaombewa hicho kiwango kwa mwaka unaofuata. Kwa naomba tuendelee kuwa wavumilivu, hilo swala liendelea kufanywa kazi kwa ukaribu wake sana. Aidan Kumbulu kutoka Mateka C aliongelea kuhusu ombi la kujengewa kituo cha afya. Utaratibu wa kujengwa kituo unaanza mchakato kwenye serikali ya kijiji, serikali ya mtaa. Sasa kwa sababu kituo cha afya kinakuwa kinahudumiwa kata nzima, kwa maana hiyo kitaanzia kwenye ward C, wataibua hiyo hoja ikiwa ni pamoja na kutenga eneo kwa ajili ya ujenzi wa hicho kituo cha afya. Wataandika barua, itaenda kwa mkurugenzi. Mkurugenzi ataweza kuishusha idara ya afya. Sitakuja kuangalia tathmini kwa maana ya uhitaji, umbali kutoka kituo cha afya kilichopo kwa sasa na eneo ambalo litakuwa kujengwa kituo cha afya kinachoombewa. Baada ya hapo mtapewa na amani na kuanza mchakato. Shabani Mohamed kutoka Chemchemi aliongelea habari za kulipia watoto wa kiume shilingi 50,000 na wa kike shilingi 30,000 hospitali ya mkoa. Naomba nitolee maelezo kidogo kwa hili swala. Tumefanya mawasiliano na hospitali ya mkoa kwa maana mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa. Kwa maelezo aliyotoa, hakuna utaratibu wa kutoza kiofisi, kutoza hela shilingi 30,000 kwa mtoto na shilingi 50,000 kwa maana ya mtoto wa kiume. Kwa hiyo huo sio utaratibu wa kiserikali na wala sio utaratibu wa kiofisi, isipokuwa kama kuna watu wamekuwa wametozwa hizo hela, na kwa sababu tumeshalipokea ile tatizo, limeshaongelwa kwa maneno mengi, amelipokea kwamba tumeshaanzisha uchunguzi kwenye kila hatua. Wamama wote ambao wanajifungua, tunaomba watupe ushirikiano kututajia watu ambao wamekuwa kupokea hizo hela, na tayari tumeshaongea naye. Hiyo taratibu imeshaanza kwenye vituo vyote vya afya. Tutakuwa tunapita asubuhi kabla watu hawajaweza kuruhusiwa, tunawauliza wale ambao wamepewa hela, wametoa hela pasipokuwa kupewa risiti. Tunaomba mtupe ushirikiano huo. Kwa tumelishukua, tunalifanyia kazi kwa maana malalamiko yamekuwa ni mengi, tunajua hilo tatizo lipo. Sasa kingine ambacho tutakifanya, tutaandaa mabango makubwa kabisa ambayo
yatasimama kwenye maeneo yote sensitive, ambayo nikisema sensitive, yani maeneo yote muhimu ambako akina mama wanaelekea kupata huduma. Bango kubwa kabisa kwamba hairuhusiwi kutoa sijui hiyo shilingi 50 kwa ajili ya mtoto wa kike, mtoto wa kiume, na tutamwomba hata daktari wa mkoa pia adopt hili. Hili ndio ni bango kabisa la sheria, yani la aibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hatua hii ambayo wenzangu wameshaanza kuifanyia kazi, kwa maana ya kuwasiliana na ofisi ya mganga mkuu wa hospitali ya mkoa, nafikiri ni hatua nzuri. Kinachofuata ni kuweka hayo mabango, lakini kama alivyosema daktari, ni jambo ambalo alifanye nini, aliruhusiwi. Ni watumishi wachache ambao sio waaminifu wametupelekea kwenye shida hiyo ama kwenye hiyo kero. Kwa hiyo uchunguzi ukibaini, basi watachukuliwa hatua.